naitwa Masanja Michael Manubi. Mimi ni meneja wa migodi ya Resources Limited, ambayo operation yake kwa sana sasa hivi ni hapa Nyamata, iko ndani ya mji wa Geita. Shughuli zetu za uchimbaji wa madini ya dhahabu, eneo la kwetu hili tunazo changamoto kadha wa kadha, lakini vile vile mafanikio nayo tunayaona ambayo yanatokana na uchimbaji mdogo mdogo wa dhahabu. Nikianza na mafanikio, kwanza uchimbaji mdogo tunaofanya hapa umetengeneza ajira kwa Watanzania wengi sana. Japokuwa uchimbaji mdogo mdogo huwa unakuwa ni wa misimu. Wakati mwingine pale zinapopatikana dhahabu kwa wingi, huwa tunakuwa tumeajiri watu, wanaweza wakawa zaidi ya 1000, wanaweza wakawa zaidi ya 1000 na kitu. Lakini wakati ambao ni tunatafiti, hakuna uzalishaji, ajira zinakuwa zimepungua kwa sababu walio wengi wanasambaa kuelekea sehemu zingine. So kiwango cha waajiriwa kinashuka, waajiriwa wanapungua. Kwa hivyo manufaa ya uchimbaji mdogo mdogo maeneo yetu haya, moja ni ajira. Lakini pia ukiacha ajira zilizopo hapo ni za aina tofauti tofauti. Kuna waajiriwa wa uchimbaji wenyewe, kuna watu waliojiajiri maeneo haya, kuna mama ntilie, kuna wafanyabiashara wengine, watu wa fedha kama Tigo Pesa, M-Pesa na vitu vingine. Lakini ajira zipo za namna ambayo ni ya tofauti tofauti kama yalivyo makazi ya sehemu zingine. Kwa hivyo kuna watu ambao wanaishi hapa kwa sababu ya kulisha watu wengine, kwa maana wanaandaa vyakula. Lakini kuna watu ambao wamejiajiri kupitia nyumba za kulala. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, kwa kufanikisha kupitia naibu waziri mkuu kuhakikisha maeneo yetu ya uchimbaji mdogo tunapata umeme wa uhakika kwa ajili ya uendeshaji wa shughuli zetu za uchimbaji. Tumepata umeme ambao kimsingi umeongeza ufanisi kwa kiwango cha juu sana. Tumepunguza matumizi makubwa ya fedha, ya utumiaji wa mafuta kwa ajili ya kuvuta maji na kazi zingine zinazokuwa zinahitajika. Tulikuwa tukitoka hapa unahitaji la kwenda kuchomelea vyuma fulani kwa ajili ya operation za kwenye mashimo yetu, unakwenda mpaka mjini Geita, kwa unatumia usafiri. Lakini leo hii tumeajiri watu wa kuchomelea vyuma, welders, tumeajiri wataalamu wa umeme na wengine wengi wanaoweza kujiajiri kutokana na nini? Kutokana na ujio wa umeme. Lakini vile vile tumeweza kufufua maeneo ambayo tuliyaterekeza kwa sababu ya kutokuwepo nishati ya uhakika. Leo hii tumeyafufua na tunaendelea kufanyia kazi, tunafanya kazi za uchimbaji. Kama ambavyo unaweza ukaona Amiri Ajabu, mchimbaji Nyamata hapo ziara, ila nimetokea Mwanza. Nachowashauri vijana wenzangu, hamna hela haraka kuipata bila kufanya kazi. Na kazi ya kuingiza hela ya kihalali kama hizi ninavyofanya mimi, ni bora kujitolea kufanya kazi kama hizi kuliko kufanya kazi hizo za magendo, sababu zenyewe zina mwisho hizo, mwisho wake sio mzuri. Bora kufanya kitu cha halali tu, upate chako bila kesi. Hamna kesi hapo. Ni hivyo tu, sina cha kuwashauri kingine. East African Spirits Company Limited ni kampuni inayojihusisha na uzalishaji wa pombe kali na bia. Kampuni hii ilianza mnamo 2018 ambapo ilianza na line ya plastiki. Tulianza uzalishaji wa bidhaa yetu inayoitwa Diamond Rock. 2019 tukaanzisha line yetu ya line ya glasi ambao tunazalisha bidhaa yetu pendwa Hanson's Choice. 2023 ndipo tulipoanza ku blend na ku manufacture beers zikiwa ni Hanson's Light, Goldberg, Basembi ambayo imeunga mwaka 2024 na Hanson's Dry iliyoanza uzalishaji mwaka 2025. Bidhaa zetu ni bora, salama, zimethibitishwa na TBS, lakini pia zina key element au niseme ni zina sifa kuu ya kutokuwa na hangover, kutokuwa na harufu mbaya na pia
zina bei nafuu kwa kila Mtanzania.